Mikopo ya kausha damu, kweli mikopo ya kausha damu ipo, na hii ni kutokana na kukua kwa teknolojia. Unajua kuna information nyingi na teknolojia imesababisha watu wengi waingie. Sasa hivi Tanzania tumechanganyika na watu mbalimbali hapa ambao wanachanganyana na Watanzania wenzetu. Sasa Watanzania wenzetu na wao sasa wanasaidiana na wale. Kwa hiyo imekuwa ni kitu ambacho sisi tunachokifanya. Tunajitahidi kutoa elimu na vyombo mbalimbali husika, mamlaka mbalimbali. Kwa mfano utashuhudia TCRA anakuambia usikubali kutoa namba yako kwa NIDA, pia anakupa masuala ya benki. Tunapata message mbalimbali kwenye simu zetu. Kwa hiyo hii tunajitahidi, kila taasisi kwa upande wake ina mkakati wa kuhakikisha tunajitahidi kuepusha masuala haya ambayo yaloingia ya mikopo iliyokuwa sio ya uaminifu. Hata karibuni BOT tulisikia kuna tangazo wamelitoa. Kuna tangazo nilibahatika kulisikia, wanasema upatu ni haramu. Wanasema upatu ni haramu, ni sehemu hii ya kausha damu. Wanasema kwa sababu imekuwa ishakuwa mengi, ni kweli. Kwa hiyo kila taasisi, kila mamlaka ina mkakati wa kufanya kwa ajili ya kutoa elimu kwa ajili ya hii. Sisi kwa upande wetu tunakuwa tuna eneo letu la masuala ya matukio. Kama mnavyosikia, matukio haya mengine yamekuwa watu wengi wamekuwa wanatapeliwa kupitia haya matukio ya trade mission. Mtu anaambiwa lipa kwenye namba hii, utakuta kuna picha ya kiongozi imewekwa kumwaminisha yule ambaye anaona lile tukio ili alipe. Kwa hiyo sisi tunapoyakamata yale hewani ambayo sisi hatuna taarifa nayo, tunayapiga unauthorized, na lakini bahati mbaya wengine wanakuwa tayari wameshaanza kulipia kule. Kwa hiyo tunaendelea kuwafundisha usishiriki maonesho. Kuna matangazo tunayatoa, mtayaona hata kwenye platform zetu yanatembea kwamba usishiriki tukio lolote ambalo halijakuwa authorized na mamlaka. Kwa taarifa zaidi piga namba hiyo hapo. Kwa hiyo kidogo sasa hivi yamepungua kidogo, na tunajitahidi kuunda mbinu ambazo zitasaidia kwa nusuru wa Tanzania kuweza kutapeliwa kwenye kupitia haya masuala ya trade mission. Na katika tafiti nyingine kulikuwa kuna swala la madawa, swala la changamoto la madawa. Wizara husika, hii Wizara ya Kilimo, ina vitengo vyake na ina miradi mingi ambayo inasimamia kwa ajili ya kuliangalia swala la ufugaji wa madawa, na ninaamini wako makini sana katika hili, kwa sababu tuna protect bidhaa zetu za Tanzania.